Mojawapo ya mapingamizi makubwa kutoka kwa Waislamu ni haya madai ya Waislamu kwamba Wayahudi na Wakristo wamekuwa huko nyuma walikuwa na desturi ya kubadili maandiko yao ili kuja kupingana na Qurani. Na mojawapo ya vitu wanavyovitumia ni hiki kinachoitwa Septuagint. Sasa katika makala hii nataka nikuangazie kujielewa kwanza Septuagint ni nini na imekujaje na kwa nini ni muhimu katika swala la historia ya maandiko. Sasa Septuagint kwanza ni neno la Kilatini ambao maana yake ni 70, na hii imetokana na kweli kwamba katika historia kwenye karne kati ya 3 na karne ya 2 kulikuwa na wanazuoni wapatao 72 wa Kiyahudi ambao walikaa pamoja na kufanya ufasiri wa maandiko ya Kiebrania ya imani ya Wayahudi kuja katika lugha ya Kigiriki, na walifanya hivyo kwa makusudi makubwa mawili. Kwanza ni kwa sababu kipindi hicho Afrika ya Kaskazini, pande zile za Mashariki ya Kati, maeneo ya Uajemi na huku kusini mwa Europa kote kulikuwa chini ya dola ya Kirumi, na wakati huo tokea kipindi hicho cha karne 3 mpaka 2 kabla ya Kristo kuja mpaka kwenye karne ya 4, maeneo hayo yote yalikuwa chini ya himaya ya Warumi, na lugha kuu iliyokuwa ikitumika katika dola ya Kirumi ilikuwa ni Kigiriki. Kwa hiyo ilikuwa imefika wakati walilazimika kufanya hivyo ili kufikia watu wengi zaidi. Lakini pia Wayahudi wengi nao walikuwa wakiishi nje ya taifa la Israeli katika kipindi hicho, na wengi wao tayari walikuwa wameshapoteza uwezo wa kusoma Kiebrania na kuzungumza Kiebrania. Kwa hiyo ili kuwafikia hawa wanazuoni walikuja kuona kwamba kuna umuhimu wa kufasiri vitabu vya Agano lao la Kale, maandiko yao yale ya Tora na vingine, ili waweze kuwafikia wenzao Wayahudi ambao tayari walikuwa wameshapoteza uwezo wa kuzungumza Kiebrania. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo, lakini sababu ya pili nyingine kubwa ilikuwa wakati huo hawa wanazuoni 72 hii kazi waliifanya wakiwa mji mmoja unaotambulika kama Alexandria kule Misri. Na Alexandria kwa wakati huo ilikuwa ni kitovu kikubwa kabisa cha elimu na falsafa na teolojia, na wanazuoni wengi waliitambua Alexandria kama ni sehemu ya kwenda kuchota elimu na kupata mjadala na kuzungumza na kujifunza. Kwa hiyo hawa wanazuoni walivyokuwa Alexandria, wale wanazuoni 72 waliifanya kazi hiyo kwa sababu Alexandria ilikuwa ndio kitovu. Kwa hiyo watu wengi walitaka kujifunza vitu walikuwa wanakuja pale mjini Alexandria, na aliyekuwa mtawala wa Misri wakati huo Mfalme Ptolemy wa pili ndiye aliyejenga maktaba kubwa kabisa pale Alexandria, na alitamani na yeye pia kwamba hizi vitabu vya sheria vya Kiyahudi viwemo katika mojawapo ya makusanyo ya vitabu mbalimbali ndani ya ile maktaba ya Alexandria. Kwa hiyo sababu hizi ni za msingi sana. Sasa Waislamu wao wanakuja na kitabu chao kwenye karne ya 7 kule Mashariki ya Kati, hususan na Maka. Sasa wanapokuja katika karne hii ya 21 wakinyoshea kidole maandiko haya au vitabu hivi vya Septuagint kwamba vinaleta uchafuzi wa Agano la Kale, inakuwa haiingia akilini. Iweje hawa wana teolojia au hawa wakufunzi wakubwa wa Kiyahudi karne 3 kabla ya Kristo wafanye fasiri kwa kuilenga Qurani inayokuja karne 10 baada yake? Haiingia akilini hata kidogo. Ni hoja mfu na ambao kiukweli haina nia njema na hakuna uthibitisho wote. Tunapokuja katika maandiko ya vitabu mbalimbali vya Agano Jipya tunakuta kwamba wafuasi wa Kristo wale wa mwanzo pamoja na hawa waandishi hawa wa vitabu vya Agano Jipya, kwa mfano katika zile Injili 4 na barua mbalimbali, tunakuta kwamba katika lugha ya asili iliyotumika ilikuwa pia ni Kigiriki, na ndani mwake kuna nukuu nyingi za Agano la Kale. Na wataalamu wa maandiko wanavyokwenda kuangalia hizi masalia yaliyobaki ya hivi vitabu vya zamani, wanakuta kwamba unapooanisha zile nukuu na unapoenda katika vitabu vya Septuagint unakuta viko sahihi kabisa, hakuna upotofu wowote. Kwa hiyo tunaweza kusema bila kuhofia kwamba kuna uaminifu mkubwa katika namna gani hivi vitabu vya Agano la Kale na vitabu vya Agano Jipya vimekuwa vikinakiliwa na kuandikwa. Hatuoni kwamba kulikuwa kuna uchafuzi wa namna yoyote. Lakini jambo jingine la msingi pia, ukumbuke hii Septuagint iliandikwa kwenye karne kama ya 3 na ya 2 hivi kabla ya Kristo. Mwaka 1947 paligundulika mkusanyiko mkubwa kabisa wa maandiko haya ya Agano la Kale ambayo yanajulikana kama Dead Sea Scrolls. Yalipatikana kule mwaka 1947 kwenye mapango ya Qumran kule sehemu fulani mojawapo ya kule
Uyahudi ya sasa, yani Israeli ya sasa, na yalikuwa katika lugha ya kale ya Kiebrania. Sasa wataalamu wa maandiko wanapokuja kuangalia kilichoandikwa katika hizi Dead Sea Scrolls, vitabu mbalimbali vya Agano la Kale, na wanapokuja kuoanisha na hawa wafasiri waliokuja wakafanya ufasiri kutoka lugha ya kale ya Kiebrania kwenda katika Kigiriki, wanavooanisha wanaona kwamba hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo ufasiri huu ulifanyika katika Septuagint katika uaminifu mkubwa sana, na wanapokuja tena kwenda kuangalia waandishi wa Injili na barua kadhaa za katika Agano Jipya, wanapoanisha na zile nukuu wanazozitumia wanavyoziweka ambazo zimetoka katika Agano la Kale, nao pia wanaona vimeandikwa katika usahihi kabisa. Kwa hiyo hakuna ushahidi wowote kwamba kulikuwa kuna nia ovu ya kufanya mabadiliko. Kwa hiyo hii hoja ya Waislamu kwamba ati Septuagint ni ushahidi wa upotofu au uharibifu uliofanywa aidha na Wayahudi na Wakristo, ukisema ukweli ni madai ambayo hayana msingi na wala hayana uthibitisho wowote. Tuseme nini basi katika kufanya hitimisho ya video hii au swala hili la kuhusu Septuagint? Niseme tu kwamba kwa ufupi, madai ya Waislamu na wanapoitumia Septuagint kuthibitisha kama uthibitisho wa kusema kwamba Wakristo ama Wayahudi wameharibu vitabu vyao, hakuna msingi wowote, kwa sababu hakuna uthibitisho wa hilo. Unapokwenda kuichunguza Septuagint, unapokwenda kuchunguza Dead Sea Scrolls, unapokwenda kuchunguza masalia ya nakili za kale za Agano Jipya, vitabu mbalimbali vya Agano Jipya, unakuta hakuna ukweli wote kutoka kwa Waislamu. Kwa hiyo neno langu tu kwa ndugu zangu Waislamu mnaoangalia video hii, muwe makini katika mnaposikia hivi vipingamizi kutoka kwa Waislamu kwamba havina msingi wowote, havina uthibitisho. Na kwako wewe Mkristo unaangalia video hii, ukae na imani kwamba Biblia tunayoisoma sasa ni Biblia ambayo iko makini na ina uthibitisho kutoka katika masalia ya kale, mojawapo ikiwa hizi tafsiri za kutoka Kiebrania kwenda Kigiriki ambavyo vinafahamika kama Septuagint, ambavyo vilifanyika kwenye kati ya karne ya 3 na ya 2 kabla ya ujio wa Kristo. Kwa hiyo hii ndio imani yetu, haya ndio mafundisho yetu, na hii ndio Biblia ndugu yangu. Nikutie moyo wewe ndugu yangu unayeangalia mfululizo huu, kama una comment yoyote katika haya niliyosema, basi usite kuandika, au unaweza pia kufollow channel hii kupata mengi zaidi. Na ikikupendeza, kama unamfahamu mtu ambaye unaamini ujumbe huu utamfaa, basi share pia kwa wale ambao unaona ujumbe huu utawasaidia. Asante sana na endelea kufuatilia channel hii.